Bwana Simon Msuva, kwanza hongera sana kwa hatua hii ya endorsement ya Leonbet. Unajisikiaje? Kwanza najisikia furaha, kiukweli najisikia furaha, lakini pia sio peke yangu, hata nyinyi ambao mmekuja hapa, waandishi wa habari, mmekuja kunipa support mimi Simon Msuva, na mmekuwa bega kwa bega na mimi kwa jambo langu lolote. Lakini pia ukiacha tu hivyo, Leonbet kuweza kuniamini kuwa miongoni mwa ambassador kwenye kampuni yao ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi najisikia faraja. Ndio. Tukimsema hapa Simon Msuva, tunahitaji nembo ya taifa. Umefanya mambo makubwa sana kupitia timu ya taifa. Michezo 99, magoli 24 ukiwa nyuma ya Ngasa. Unahisi bado una deni kwa timu ya taifa? Na deni kubwa sana. Kikubwa ninachoomba mimi ni uzima tu. Yaani mimi hicho ndo ninachokiomba. Kuhusu masuala ya uwanjani, hayo ni majukumu yangu mimi mwenyewe na wachezaji wenzangu na benchi la ufundi, lakini kuhusu swala la kupambana nitapambana, na deni kubwa sana na timu ya taifa. Bado Watanzania wanahitaji kuniona nacheza, bado Watanzania wanahitaji kuona nguvu yangu, bado wanahitaji kuona nafunga timu ya taifa na kuwa miongoni mwa top scorer wa national team. Wewe ni miongoni ambao mmekuwa mkiokoa Taifa Star kwa magoli mengi ambao mmekuwa mkifunga. Nakati ngumu zaidi kwa Taifa Star inapopoteza, uoga mnakuaje hali wachezaji? Maana kiukweli hakuna mtu ambaye anatamani kufeli kwenye maisha. Yaani hatukubali kufungwa. Kila mtu anatamani kuwa mshindi muda wote. Kwa hiyo inakuwa inatuumiza, na pia tunakosa some bonus ambazo tunakuwa tunaahidiwa na viongozi wetu. Kwa ile inakuwa inatuumiza, na mpira ni maisha yetu. Kwa hiyo pale tunapopoteza tunakuwa tunapoteza vitu vingi. So hela peke yake, tunapoteza pia hata sisi wachezaji wenyewe CV zile. Kwa sababu unaposhinda CV inaingia kwenye mikataba. Watu wanaangalia huyu alicheza labda AFCON mwaka fulani, aliweza kufunga goli moja au mbili. Ile pia mimi inanibeba kwenye CV. Kwa hiyo inakuwa inatuumiza sisi wachezaji kama tunakuwa tunakosa ushindi. Ndio. Ni mechi gani kwako itabaki kuwa historia ya masikitiko makubwa sana? Masikitiko mimi naweza nikasema ya furaha. Masikitiko ya furaha kwanza ni ile na Guinea, ile ambayo nimefunga mimi goli la kichwa, ambao tunafuzu kwenda AFCON. Ile ndio mechi ya kwangu ya furaha. Lakini pia mechi ya masikitiko ambayo sisi ambayo naweza nikasema siwezi kuisahau ni ile ambayo imepita ya kufuzu FIFA World Cup. Ile ambayo kama tungeshinda, na maana leo hii tungekuwa tunaongea masuala mengine, labda ya kuwa tumepata labda ile wanasema kwenye best loser, ile kuna timu ambayo inapita kwa, nafikiri ilikuwa hivyo. Lakini tulivyokuwa tumefungwa ilikuwa kiukweli imetuumiza sana, na mimi pia siwezi kuisahau hiyo mechi. Mikataba kama hii ya Leon inaongeza thamani ya msanii, lakini pia kujiamini kimataifa. Lakini wewe unacheza kule Iraki kule, na unafanya vizuri sana kule. Wachezaji wa Tanzania ama wa Kiafrika wanachukuliwaje thamani yao, ambayo mikataba kama hii inaweza kuboresha maisha au maslahi? Kwanza kiukweli wao wanakuwa na thamini sana. Mpaka ukimwona mchezaji wa Kiafrika amesajiliwa timu za nje, na maana wanaamini uwezo wake alikuwa nao ni mkubwa. Lakini ukiacha tu mkubwa, vitu kama hivi vinakuwa vinatubeba sana sisi wachezaji. Kuweza kuaminiwa kwenye nchi yako sio rahisi, kuweza kupata tangazo sio rahisi. Sasa kama mimi napata kama hivi, nakuwa najitengenezea mazingira makubwa sana kwenye vilabu vyangu ambavyo napita. Makocha, viongozi wanakuwa naona Simon kumbe na thamani kubwa sana, ni tofauti tunavyomchukulia. Kwa hiyo kwangu mimi nasema hii ni nafasi kubwa sana kwangu mimi, na siwezi kuichezea. Nitaipambania, nitawasikiliza mabosi zangu ambao wameweza kuniamini na kuwepo hapa leo hii. Basi nitafanya vile ambavyo wanahitaji nifanye. Ndio. Umefikiria kustaafu soka na kuingia kwenye masuala ya ukocha? Bado. Kwa sasa hivi kwanza sifikiri kustaafu, bado nina nguvu kubwa sana. Yaani mimi mpira unanidai. Wanaofikiria nitastaafu leo, sijui yani. Mimi nafikiria kucheza mpira mpaka pale Mungu anasema sasa hapa unastahili kustaafu, ndio nitastaafu. Lakini kwa sasa hivi bado. Lakini pia kitu kingine, sijafikiria kuwa kocha, nafikiria kuwa miongoni mwa wachezaji ambao naweza nikasaidia vijana kwa kupitia academy. Swali la mwisho, kwenye ligi ya Tanzania ulifanya vizuri sana. Mwaka 2014-15 ulikuwa mfungaji bora. Lakini pia 16-17 nao pia ukawa mfungaji bora.
kuna siku moja tukutarajia tena kwenye ligi kuu ya Tanzania bara tukuone tena kwenye vilabu vyetu vikubwa? Ya, inawezekana. Kwa nini? Inawezekana. Hapa ni nyumbani. Nitarudi itakapohitajika kurudi, nitarudi. Nitarudi, nitakuja kucheza. Sijui nitacheza Yanga, Simba, Azam, whatever, nitacheza sijui Namungo, nitacheza Singida, timu yoyote ambayo nitakahitaji kuicheza, basi kwa wakati huo ndio itakuwa ndio wakati wake nitaicheza. Labda swali la mwisho kwa vijana ambao wanataka kuwa kama wewe, una lipi la kuambia kuhusiana na soka la kulipwa lakini katika maadili ya hali ya juu? Kikubwa tu nafasi zipo, opportunity zipo, wao tu wasubiri muda wao. Kila kitu kina muda wake. Mimi naamini kwetu tuna talent. Sitaki kuongea vitu vingi sana. Tanzania ina talenti, lakini pia naamini uwezo wa kupata matangazo yapo tena makubwa tu. Kama leo hii mimi naweza kuaminika, basi kuna wengine pia wanafikiriwa vile vile. Inawezekana leo hii nimefikiriwa Simon Msuva kwa kwenye Leno Bet. Labda kuna watu wengine pia wanawafikiria wachezaji wengine kufanya nao kazi. Kwa hiyo inawezekana. Sana.